Ninakusalimu tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mwanafunzi mzuri wa Yesu, popote pale ulipo, ninaamini neema ya Mungu imeendelea kukuhifadhi na kukutia nguvu. Tuko katika maombi ya mwezi wa 12 na tuna maombi ya kumshukuru Mungu kwa wema wake, baraka zake, fadhili zake, uaminifu wake katika msimu huu unaokwisha wa mwaka 2025 au katika mwaka huu ambao unamalizikia. Leo ni siku ya 17 ya mwezi Disemba na hiki ni kipindi namba 17, na neema ya Mungu imeendelea kutuwezesha. Watu wengi wameendelea kufuatilia na tunazidi kuomba Mungu kwamba hata wewe unayebarikiwa usiishie kubarikiwa mwenyewe ukawa mchoyo. Sambaza linki hii kwa wengi kadri unavyoweza, na namna hiyo unaposababisha mtu mmoja zaidi anabarikiwa na kubadilika kwenda katika uzuri, basi na wewe unahesabiwa thawabu. Mungu akubariki sana wewe ambaye umesababisha mtu mwingine amejiunga katika mfululizo huu au katika darasa hili. Tunapomshukuru Mungu kwa ajili ya msimu huu uliopita, na tunapofanya pia maombi ya toba katika madhaifu na mapungufu ambayo tumekuwa nayo katika utekelezaji wa kazi au huduma ambayo Bwana ametupa. Kumtumikia Mungu si tu kuhubiri neno la Mungu namna hii, lakini unapofanya jambo lolote zuri la kimaendeleo la kustawisha maisha ya watu wengine na kuifanya dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi, huo ndio utumishi mtakatifu ambao tuliitiwa kwanza. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 hadi 28, wito namba 1. Sio kuomba, sio kuabudu, sio kuhubiri. Wito namba 1 ni kumiliki na kutawala nchi na kufanya nchi kuwa mazingira mazuri ya mahali pa kuishi, ili sasa tuweze kuabudu, ili sasa tuweze kuhubiri ili na kuwaleta wengine kwenye ibada, ili sasa tuweze kumwomba Mungu vizuri na tuweze kualika na wengine kuja kuwa waombaji na kuwa waabudu halisi. Wito namba 1 ni kumiliki na kutawala nchi. Tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, wakatawale, sio wakaabudu ingawa kuabudu kupo, sio wakaombe ingawa maombi yapo, sio wakahubiri ingawa kuhubiri kupo, lakini primary kusudi la kwanza kabisa ni kutawala mazingira. Na mstari wa 27 Mungu akafanya mwanaume na mwanamke. Mstari wa 28 Mungu akawabarikia, akacommand, akawaagiza. Hakuwaomba, hakuwashauri wala hakutoa pendekezo. Aliagiza, akasema nendeni mkatawale nchi. Nendeni mkamiliki nchi na rasilimali zake na vyote nilivyoviweka ndani ya nchi, samaki, ndege, wanyama wanaopita hapo juu na nchi yote pia. Kwa hiyo migodi, misitu, ardhi na rutuba yake na mimea yake, vyote tunatakiwa kuvimiliki na kuvitawala. Na dunia inapokuwa mahali pazuri pa kuishi, basi ndio maombi yanawezekana, ibada inawezekana, na hata kuwahubiri wengine na kuwaleta ibadani. Inaitwa uinjilisti. Hiyo nayo inafanyika vizuri na kadhalika na kadhalika. Basi wewe ni mtumishi wa Mungu pia. Sasa hebu angalia utumishi wako umeufanyaje. Labda umekuwa engineer, labda umekuwa mwanasheria, labda umekuwa daktari, labda umekuwa accountant, labda umekuwa mkulima, labda umekuwa mfanyabiashara, labda umekuwa mfugaji, labda umekuwa fundi, labda umekuwa mwanamichezo, labda umekuwa mwimbaji. Hebu angalia utumishi wako umeufanyaje. Labda umekuwa mama wa nyumbani au baba wa nyumbani na umefanya kazi ya kulea watoto na kukuza vipawa ili dunia ipate watumishi wa Mungu wazuri. Huo nao ni utumishi mtakatifu. Kwa hiyo katika mwezi huu wa 12 tumekuwa na muda wa kujiassess, muda wa kujievaluate, muda wa kujitathmini, muda wa kujiangalia. Tumefanyaje wito
ambao Mungu ametuitia. Halafu tunaingia kwenye maombi ya toba katika kila kipengele ambacho Roho Mtakatifu anatuongoza kufanya toba, ili tuweze kuanza upya kwa msaada wa Bwana na ushirika mzuri wa Roho Mtakatifu. Sasa huwezi kufanya tathmini kama hujawa na nidhamu ya kujifuatilia. Tunaita monitoring. Unajifuatilia matumizi yako, matokeo ya utendaji wako, umekuwa ukinukuu, umekuwa ukirekodi. Kwa hiyo inaanza na record keeping, ili uweze kuja kuziangalia zile namba zinaendaje, kuiangalia ile hali halisi inaendaje. Lazima uandike, lazima utunze taarifa. Ndio ilikuwa hatua ya kwanza, na kushauri urudie vipindi vilivyo nyuma. Mpaka sasa hiki ni kipindi namba 17. Kuna vipindi 16 huko nyuma, na vyote ni muhimu, na kila siku kuna pointi moja ya muhimu ya kubadilisha maisha yako kwenda katika uzuri na kwenda katika ubora. Sawa. Katika kipindi cha leo nataka kufanya muendelezo wa pale ambapo niliishia katika kipindi cha jana. Kipindi cha jana sikuweza kumaliza zile point 7 ambazo nilikuwa nimekuandalia. Baada ya tathmini jana tulianza kuweka mikakati. Maana sasa umeshaangalia madhaifu na mapungufu, umeshaangalia vitu vilivyokuwezesha kufanikiwa. Hivyo tunaviwekea mkakati wa kutokuviacha na kuviendeleza. Lakini vile katika madhaifu na changamoto tunaziwekea mkakati ya namna ya kuvishinda na kuviacha. Kwa hiyo katika kuomba tunaamini tutaona madhaifu na mapungufu, tutaona siri na kanuni zilizotuwezesha, ili tuweze kuziwekea mkakati wa kuziendeleza na kuzidumisha, ziendelee kutupa mafanikio. Lakini yale madhaifu na zile changamoto tuziwekee mkakati wa kuziacha na kuziondoa katika maisha yetu, ili zisiwe pancha tena, zisiwe mapungufu tena yatakayozuia maendeleo yetu, yatakayozuia maisha ya mafanikio. Kwa hiyo unapoweka mkakati sasa, kuna maandalizi yake na kuna kuweka vitu fulani sawa, ili uweze kuweka mkakati vizuri na mikakati hiyo iweze kuleta matokeo katika msimu unaokuja. Jambo la kwanza kabisa nilikwambia, tafsiri maono yako. Huwezi kupiga hatua za kimaendeleo kama hujui unakoelekea. Kwa hiyo tuliona jinsi ambavyo Mungu alimtokea Sulemani na kumwambia unataka nikufanyie nini. Na wewe sasa hivi ukipata hiyo fursa ukaambiwa unataka kufanya nini, au unataka ufanyiwe nini, unataka ufikishwe wapi, unataka mabadiliko gani mazuri kwenye maisha yako, mabadiliko ya kimaendeleo, ungesemaje? Kwa hiyo hapo unaweka malengo yako kwamba katika msimu unaokuja, Mungu ninaomba uniongoze. Pointi ya msingi, tulisema haya maono haubuni tu wewe. Sisi wote tumeletwa duniani kulitimiza kusudi la Mungu. Tuliona hiyo kwenye Yeremia sura ya 1. Maandiko yanasema kabla hujaumbika tumboni mwa mama yako ulishatengwa kuwa nabii. Yeremia aliambiwa, Yeremia sura ya 1, kabla hujaumbika tumboni mwa mama yako ulishatengwa kuwa nabii. Lakini wewe labda ulitengwa kuwa mfanyabiashara, labda wewe ulitengwa kuwa mkulima, labda wewe ulitengwa kuwa nesi, labda wewe ulitengwa kuwa fundi, labda wewe ulitengwa kuwa mhasibu, labda ulitengwa kuwa dereva, labda ulitengwa kuwa askari polisi au mwanajeshi. Kila mtu kuna wito wake Mungu amemwambia. Kwa hiyo unatakiwa consult heaven, unatakiwa utafute uso wa Bwana. Yeremia sura 29 11-13 anasema, ninajua mawazo ninayokuwazia wewe, mawazo ya kukupa amani au mafanikio katika siku zako. Utaniomba nami nitakusikia, utanitafuta na kuniona endapo utanitafuta kwa moyo wako wote. Kwa hiyo kaa kwenye maombi. Mwezi huu wa 12 tunapoingia kwenye mwezi wa kwanza wa mwaka unaokuja, kaa kwenye maombi ili Mungu akusemeshe marekebisho unayotakiwa kufanya na mikakati mipya unayotakiwa kubeba, utembee kwenye mapenzi ya Mungu. Moja ya sababu kwa nini ulifeli, inawezekana ulijiamulia wewe unataka kwendaje, wakati Mungu ameshakwambia nina mawazo juu yako, nina mipango juu yako. Au wakati anamtafuta Yeremia
alimkuta labda yuko shamba analima, au alimkuta labda anaswaga ng'ombe. Mungu akamwambia wewe ni nabii. Kwa hiyo ilibidi Yeremia aache anachofanya na arudi kwenda kulitumikia kusudi la Bwana kwa namna ambayo Mungu alikuwa amemwandaa. Kwa hiyo hebu hojiana na Mungu upate kujua wito wako, huduma yako, karama yako, kipawa chako. Na nitakufundisha pia tutakapoanza mwezi huu wa kwanza, unajuaje kwamba hiki ni chako au umekosea, ili uendelee kujitafuta. Pointi ya msingi sana, kwa sababu ndio msingi unaobeba vyote. Ukikosea unachofanya, haijalishi unafanya na nani, haijalishi unafanya wapi, haijalishi unafanya kwa njia gani, haijalishi muda, haijalishi kasi. Vile vitu vitano tulivyoviongea katika vipindi vilivyopita vilivyomwezesha Daudi kushinda ile vita ni siri zetu pia na sisi za mafanikio. Samueli wa pili sura ya 5. Lakini ukikosea tu kitu cha kufanya, hivi vingine vyote vilivyoko hapo juu havina maana tena. Lazima upatie kufanya kitu sahihi ambacho Mungu amekuitia, ndio dole gumba la kwako katika utumishi. Yani unaweza kuwa unafanya vitu zaidi ya kimoja, lakini lazima ujue dole gumba lako ni kitu gani. Kwa mfano, mimi ni mwalimu wa physics, chemistry na biology. Mimi pia ni mwanamichezo, basketball, football, table tennis, volleyball, mpaka taifa nimekwenda. Mimi pia ni mchoraji, napaka rangi, nachora na design. Mimi pia ni mchumi, mpaka chuo kikuu. Lakini mimi pia ni mwalimu wa neno la Mungu. Nina vitu vitano, na katika vyote hivi wito mkuu maishani mwangu ni kufundisha neno la Mungu. Ukipatia wito mkuu, mito inafunguliwa ya maji ya uzima, hivi vyote vinastawi. Lakini ukiukosea wito mkuu, hivi vyote vitachechemea, vitasinyaa, kwa sababu wito mkuu ndio unaozibua neema yako duniani. Neema ya Mungu juu yako kukuwezesha kustawi duniani ni pale unapougusa wito mkuu. Kwa hiyo inawezekana wewe ni engineer, lakini labda wito mkuu ni kufundisha Sunday school kanisani. Inawezekana wewe ni daktari mzuri, lakini labda wito mkuu ni sauti ya pili kwenye kwaya kuu kule kanisani kwenu. Inawezekana wewe ni mfanyabiashara, lakini labda wito mkuu kwako ni timu ya maombi pale kanisani. Kwa hiyo ni lazima double check, ujue hivi mimi kwangu wito mkuu ni nini, na ukae kwenye wito mkuu vizuri, hivi vingine vyote vitastawi. Kwa hiyo hebu ombea kile kitu cha kwanza, maono yako, ili uwe na hakika katika msimu unaokuja unakwenda kufanya kitu gani. Kwa hiyo katika kukaa kwenye maombi, Mungu atakuwekea mpango wake na makusudi yake ndani ya moyo wako kwa ajili ya msimu unaokuja. Labda ndio mwaka wa kwanza ujenzi, labda ndio mwaka wa kurudi shule tena uende kuongeza kisomo, labda ndio mwaka wa kuingia kwenye familia, labda ndio mwaka wa kupata mtoto au kupata mtoto mwingine, labda ni mwaka wa kuanzisha banda la mifugo, labda ni mwaka wa kuanzisha shamba, labda ni mwaka wa kuanzisha mradi. Unaona bwana? Kwa hiyo unatakiwa ukae kwenye maombi ili Mungu aseme na wewe na kukuongoza. Sawa, twende pointi ya pili. Pointi ya pili nilikwambia sasa jifunze chochote kile ambacho Mungu atakuwekea moyoni mwako kwamba ndio wajibu wako katika msimu unaokuja. Take time to learn. Jifunze kabisa, maana Biblia inasema watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa, wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na mahali pengine anasema wanabidii katika mambo ya Bwana lakini si katika maarifa. Warumi sura ya 10 mstari wa 2, na hiyo isiwe hivyo kwako. Okay, jambo la tatu nilikwambia tengeneza sasa mpango au hatua za utekelezaji za namna ya kufikia hayo malengo. Kwa hiyo kama haujajifunza hautaweza kutengeneza pointi ya tatu. Pointi ya tatu ya kutengeneza hatua za utekelezaji au kutengeneza mpango wa kufikia malengo yako ni lazima uwe na maarifa na ni lazima uwe na taarifa. Kwa hiyo kwenye pointi ya pili unapojifunza maarifa ni kutafuta taarifa. Ikibidi soma sana, ikibidi tembelea wanaofanya, jifunze kwao ili uweze kupata uzoefu, ili uweze kupata ujuzi wa namna ya kufanya kile unachotaka kufanya. Kila kinachofanyika cha kuleta maendeleo kwenye maisha ya watu kina ufahamu wake, kina maarifa yake, kina ujuzi wake, kina hatua zake za utekelezaji. Jambo la 4 la muhimu sana wewe kufanya ili uweze kutengeneza mikakati vizuri. Sasa angalia uwezo ulionao, maana katika maarifa na taarifa pale utajua vinavyohitajika.
karama, vipawa vinavyohitajika, uwezo unaohitajika, mali zinazohitajika, vifaa vinavyohitajika, gharama zinazohitajika, watu wanaohitajika na kadhalika. Utapata sasa picha kamili. Kwa hiyo angalia kama unaweza, unavyo. Wafalme wa Pili sura ya 4, nabii alimuuliza mama mmoja mjane, alimuuliza, Mungu yuko tayari kukusaidia, lakini una nini ndani kwako? Kwa hiyo hebu na wewe jicheki ndani mwako una nini ambavyo Mungu anaweza akavitumia kama hatua za kwanza za utekelezaji wa yale maono yako. Na kama hauna, basi utatakiwa uende kujitafuta. Nilikwambia pointi hii nitaitanua zaidi tutakapoanza mwezi wa kwanza wa mwaka mpya. Okay. Pointi ya 5, tengeneza budget. Tengeneza sasa rasilimali zinazohitajika. Pointi ya 4, angalia uweze kujua, ili kama hauna ukavitafute kwa pembeni au ukaviazime. Kama yule mama kwenye Wafalme wa Pili sura ya 4, Elia alimwambia nenda kakope vyombo. Okay. Kwa hiyo na wewe tengeneza sasa bajeti yako, ujue kwa hakika vinavyohitajika. Mwanzo sura ya 6 tuliona jinsi ambavyo maono ya Nuhu ya kutengeneza safina yalikuwa yanadai aina fulani ya miti, na hata mnara wa Babeli ulikuwa unadai matofali ya aina fulani na material ya kugundisha ya aina fulani. Kwa hiyo Biblia inasema walikuwa na matofali badala ya mawe, walikuwa na lami badala ya chokaa. Hiyo ni budget. Kutoka sura 25 walipokuwa wanajenga nyumba ya Bwana kule jangwani, Mungu aliainisha kabisa anataka nini kwanza. Alisema chukua sadaka kwa watu wangu, cha kwanza kachukue dhahabu, hiyo ni kwa ajili ya patakatifu. Cha pili kachukue fedha, silver, hiyo ni kwa ajili ya patakatifu. Cha tatu ukachukue shaba, hiyo ni kwa ajili ya uwanda wa nje. Mungu alikuwa anajua design, alikuwa anajua anachotaka, na akakifuata kwa wana wa Israeli kwa sababu aliwawezesha kukipata. Mungu hawezi kudai utoe ambacho huna. Na hata siku zote maandiko yanatuonyesha kabisa mtu anakubaliwa kwa kile alichonacho. Ndio maandiko yanavyosema, angalia huo mstari hapo chini. Mtu anakubaliwa kwa alichonacho. Kwa hiyo usiteseke kujaribu kutafuta kutoa ambacho hauna, labda paka utakapokipata. Lakini usijaribu kutoa ambacho hauna. Mungu anamkubali mtu kwa kile ambacho yule mtu kiko kwenye uwezo wake. Kwa hiyo Mungu akawapa budget. Budget ni kipengele cha lazima kwenye kufikia maono. Tumalizie zile pointi 2 zilizobaki. Pointi ya 6, weka malengo. Hiki ni kipengele watoto wa Mungu wengi tunafeli. Na malengo sio mipango. Mipango inaweza kuwa malengo, lakini malengo sio mipango. Mipango ni sehemu ya malengo. Okay. Malengo ni nini? Ina tofauti gani na mipango? Malengo ni mipango ambayo imekusudiwa, lakini imewekewa ukomo. Imewekewa ukomo wa kipimo cha matokeo na muda. Yaani hii ielewe vizuri ili uifanye sawa sawa. Kuweka malengo maana yake tayari una mipango, tayari una maono, na tayari una mipango ya kutekeleza hayo maono au kufikia yale makusudi. Sawa. Sasa unatakiwa uweke ukomo wa kipimo cha utekelezaji au kufanikiwa. Yaani lengo lako ni kiasi gani, au lengo lako ni hali gani, ili sasa tuijue kama tumeifikia au hatujaifikia tutakapoanza kujipima. Kwa mfano, unasema kufyatua matofali 1000 kila wiki. Kwa hiyo wiki pale ni ukomo wa muda, siku 7. Matofali pale umeyawekea idadi angalau 1000 kwa wiki. Kwa hiyo hapa katikati utachakarika kuhakikisha unapata hela ya kununua au ya kufyatua matofali 1000 ndani ya siku 7. Kwa lazima uweke ukomo wa utekelezaji tuweze kujua kipimo. Kama tutakuwa tumefanikiwa, tumevuka lengo, sawa. Kama tutakuwa chini ya lengo, tutatafuta kujua kwa nini tulikuwa chini ya lengo ili turekebishe.
Kwa hiyo lazima uweke ukomo, au kukusanya mayai 1000 kila wiki au mayai 1000 kila siku. Sasa hapo inategemea na idadi ya kuku ulionao. Unaona? Kwa hiyo unajiwekea ukomo wa muda na ukomo wa utekelezaji au kipimo, ceiling, kwamba hii nikiifikia nimefaulu, nisipoifikia hii nimefeli. Lazima ujiwekee kiasi. Au labda unasema kuweka akiba shilingi 200,000 kila mwezi. Kwa hiyo siku 30 ndio ukomo wa muda, na kiwango pale ni labda 200,000. Nitachakarika kwenye mwezi huu nihakikishe ninapeleka benki shilingi 200,000 kila mwezi. Huo ndio ukomo wa muda na ni ukomo wa kipimo cha utendaji na cha mafanikio. Jiwekee. Sasa kuna watu wana malengo yapo tu kwamba mimi nataka kuanza ujenzi mwaka huu, lakini hajajifunza kujua vinahitajika vitu gani. Yesu alisema kwenye Mathayo 14, alisema huwezi kuanza ujenzi usipojua gharama za ujenzi, wala huwezi kwenda vitani usipochunguza kwanza na kufanya upelelezi, ujue kule vitani kuna hali gani, adui yako ana uwezo gani, adui yako ana silaha gani, adui yako ana idadi gani, ili ukiona amekuzidi utafute amani, usiende kuua vijana wa watu vitani. Kwa hiyo unatengeneza amani, unakubali kulipa kodi kwa mwenzako mpaka hapo utakapojiona umejenga mzuri zaidi na kukataa lile kongwa la utumwa. Unafanya assessment, unafanya utafiti, unafanya upelelezi, unatafuta taarifa, unatafuta uwezo, maarifa, alafu unajicheki. Kwa hiyo ukishajua unachotakiwa kuwa nacho ili kufika unakotakiwa kufika, tayari wewe umetengeneza na zile hatua za utekelezaji. Tunasema wewe una mipango. Lakini malengo sasa ni kuweka ukomo wa idadi, wa numbers, quantity, kiwango, au quality, ubora wa aina fulani. Alafu unatengeneza pia na muda, kwamba mpaka kufikia. Kwa hiyo kwenye malengo lazima kuna maneno kama vile ifikapo mwaka fulani niwe nimefanya jambo fulani, au niwe nimepata hali fulani ya maendeleo. Ifikapo unaweka ukomo. Sawa? Au kila baada ya siku kadhaa. Kwa mfano wanakwaya, nilikuwa naongea na kikundi fulani cha wanakwaya na kuwafundisha namna ya kutengeneza mpango mkakati. Nikawa nawafundisha namna ya kuweka hizo idadi. Kwa mfano unasema kukutana kwenye mazoezi mara 3 kila wiki. Unaona? Kwa hiyo lengo ni 3 itimie ndani ya kila siku 7 au siku 8 tu tumekutana mara 3. Hilo ni lengo. Kwa mfano kufyatua rekodi mpya mara 1 kila miaka 2. Kwa hiyo ndani ya miaka 2 ni ukomo. Idadi ya rekodi ni 1. Watoe albamu yao 1. Unaona? Au kushona sare mpya kila mwaka. Kwa hiyo wao kila mwaka wanatokelezea na sare mpya. Kila mwaka wanatokelezea na sare mpya. Hilo ni lengo. Kila mtu akienda kuchakarika, anachakarika akijua anadaiwa hela ya sare. Au uongozi unatafuta fedha kwa wadau wa Injili ili kuhakikisha kwaya inapendeza na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo unajiwekea ukomo. Nimetoa mifano michache. Ninaamini wale wengine ambao sio wanakwaya na hamko kwenye ujenzi, basi kuna namna unaweza ukaelewa namna ya kufanya cha kwako. Weka malengo. Luka sura ya 1 ule mstari wa 5 mpaka mstari wa 25. Nimechukua mfano huu kwa sababu kulikuwa na kipimo cha muda Mungu amejiwekea cha kumleta Yesu, lakini kumleta mtangulizi wa Yesu anaitwa Yohana Mbatizaji. Yohana angechelewa kuja, Yesu alikuwa anachelewa kuja. Na Yesu angechelewa kuja, angechelewa ratiba ya kwenda msalabani. Maana Ufunuo 13:8 inasema mwana kondoo wa Mungu alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo kifo cha Yesu kilishaamriwa kabla dunia haijaumbwa, kwamba atazaliwa hapa, atafanya kazi hapa miaka 3.5, hapa atakufa na siku ya 3 atafufuka. Baada ya siku 40 atarudi juu, ndipo Roho Mtakatifu atarudishwa duniani.
Tayari kulikuwa na ratiba kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sasa Yohana angechelewa kuzaliwa, Yesu alikuwa anachelewa kuzaliwa, na ratiba yote ilikuwa inaharibika ambayo Mungu alijiwekea kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa hiyo malaika aliyetumwa kwenda kutengeneza mazingira ya Yohana kuzaliwa, akamtafuta baba yake Yohana anaitwa Zekaria na mama yake anaitwa Elizabeti. Akamweleza Zekaria kuhani kwamba hilo linakuja. Alipoona tu Zekaria ana sita, alijua huyu kwa kukosa imani kwake atachelewesha kuzaliwa kwa Yohana. Na kuzaliwa kwa Yohana kukichelewa, kuzaliwa kwa Yesu kunachelewa. Na Yesu akichelewa kuzaliwa, ratiba yote hapo mbele inachelewa ya ukombozi wa mwanadamu tulioupanga siku nyingi. Kwa hiyo ikabidi waubane ulimi wa Zekaria baba yake Yohana. Alisita kidogo kwa sababu alikuwa mtu mzima sana, alikuwa mzee, na mke wake pia alikuwa mzee, hawana mtoto, na kawaida ile mwanamke kupata mtoto ilikuwa imeshanyamaza. Kwa hiyo walishakata tamaa kwamba sisi Mungu hakutuandikia kupata mtoto, lakini Mungu akawatafuta uzeeni na wakapokea mtoto mzaliwa wa kwanza, akawa mtumishi wa Bwana, mtengeneza njia kwa ajili ya Yesu. Sasa unaona Mungu alikuwa mkali kwa Zekaria, akaubana ulimi wake ili asije akaongea maneno yasiyo na imani, akachelewesha kuzaliwa kwa Yohana kwa sababu tayari kulikuwa na malengo. Malengo maana yake ni utekelezaji uliojiwekea muda na kiwango. Kwa hiyo ndio maana nimechagua mfano huo kwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Pointi ya 7 na pointi ya mwisho, ili uweze kuweka mikakati vizuri, ni wewe kuvaa utekelezaji. Hii nitaiongea vizuri katika mwezi wa kwanza wa mwaka. Tuna changamoto kubwa sana ya kuto kutekeleza tulichopanga na tulicholenga. Sio kanisani, sio serikalini. Kuna shida kwenye utekelezaji wa tulichosema tunafanya. Ni wazuri sisi wa kupanga na kuweka mipango kwenye makaratasi na kuirudisha kabatini, alafu tunaendelea na maisha yetu ya kawaida ya kiholela. Linalokuja ndio hilo, twende nalo. Hatuna ile nidhamu ya kusema hili ni zuri, lakini haliko kwenye mpango, tuliweke kwa ajili ya mpango unaofuata wa mwakani. Sisi tunaliona linavyokuja, tunalibeba hivyo hivyo. Kwa hiyo tatizo linaanzia pale kwenye mipango, lakini pia tatizo jingine linakuja kwenye nidhamu ya utekelezaji. Mstari nilioweka hapo chini, Waebrania sura ya 11 mstari wa 8 mpaka mstari wa 10. Waebrania 11. Utaona Biblia inasema Ibrahim alionyeshwa ule mji ambao mwenye kuubuni ni Mungu mwenyewe. Ibrahim alionyeshwa mji ambao mwenye kudesign ni Mungu. Halafu na kuwekea pia mstari mwingine hapo wa Yohana alipopelekwa mbinguni, alionyeshwa ule mji umekamilika. Ufunuo sura 21. Kisha nikaona mji mtakatifu unashuka kutoka mbinguni, umepambwa kama bibi harusi. Barabara zake ni za dhahabu, milango yake ni ya lulu, ni madini ya ajabu yametengeneza misingi 12 ya ule mji imetengenezwa kwa madini 12 tofauti, zabarajadi, kristolitho, shohamu, jaspi, yakuti, manjano na kadhalika. Madini mazuri sana. Finishing umeshapambwa, umeshamaliziwa, umeshafanyiwa decoration. Yohana akaona, Ibrahim aliona misingi yake. Yohana anaonyeshwa kuta zake, finishing yake. Kwa hiyo unaona tabia ya Mungu ni kukamilisha alichoanza. Mungu wetu ni mtekelezaji. Hata kwenye Isaya 46 10:11 anasema mimi ni Mungu, nikikusudia nitafanya, nitatekeleza. Tubebe hiyo tabia. Na tuombe rehema mwezi wa 12 kwa vitu ambavyo tulisema tutafanya mwaka huu unaoisha na hatujafanya, hatujagusa hata kidogo. Labda ulisema utaandika kitabu, labda ulisema utarudi shule, kuongeza kisomo, labda ulisema ndio unaingia kwenye biashara,
Labda ulisema ndio unakwenda kuanzisha mradi wa kilimo. Labda ulisema utasupport kazi ya Bwana pale kanisani kwenu, utapeleka magunia, utapeleka mifuko, utatoa kiasi fulani, lakini mwaka umeisha hujafanya. Hebu fanya toba. Ndio maana mwezi huu wa 12 pamoja na kwamba ni mwezi wa shukrani, lakini pia ni mwezi wa toba kwa yale ambayo hatukuweza kutekeleza. Halafu beba tabia ya kutekeleza. Mwombe Mungu akupe neema ya kukamilisha ulichokusudia, maana hiyo ni tabia ya Mungu Baba yako. Usiwe mtu wa kuahidi vitu halafu unashindwa kufanya. Biblia inasema weka nadhiri halafu iondoe. Mhubiri sura ya 5. Weka nadhiri na uwe mtu wa kuondoa nadhiri. Usipoondoa nadhiri itakuwa tanzi kwako, itakuwa laana kwako. Kwa hiyo kama uliahidi, kawaambie nimeshindwa, ninaomba rehema, nimejaribu kwa kweli nimeshindwa. Hapo utakuwa umeiondoa nadhiri. Au nenda ukafanye kabisa ulichosema unakwenda kufanya. Hapo utakuwa pia umeiondoa nadhiri yako. Hayo ni mambo 7 ambayo ukiyazingatia, mkakati wako utaleta maendeleo. Tutaongea zaidi katika mwezi unaokuja, mwezi wa kwanza wa mwaka unaokuja.